Naam, ujambo ndugu mtazamaji wa Baraka One TV, karibuni kwenye kipindi chetu cha mitazamo yetu na watazamaji wetu ambacho kinaletwa na Minite Roger Siko Rafael. Karibu pamoja nasi, nikikuomba kwanza usikose kujiabone kwenye channel ya Baraka One TV, na ukitembelea hata kwenye Mwangaza Television utakuwa unapata vizuri sana ambapo tunakuwa tunaposti kazi zetu hapo. Ila nakuomba kwa makini, fuata mitazamo yetu na watazamaji wetu. Karibu. Jambo bwana Rajabu Wakili Kabonga wa television ya Baraka One TV. Habari za sasa hivi, natoka kukufuateni sasa hivi habari ya saa 6 kwa saa za Afrika ya Kati, kwa saa 7 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni kweli ninachozungumza. Sasa kuna wakati mwingine tuwe tunazungumza mambo, tunafanya tathmini. Unachukua maneno ambayo unakayazungumza, unayaweka kwenye balance au kwenye mzani. Unapima huku na unapima huku. Tusiwe tunaonesha tu kwamba hakuna ambacho kinaweza kikawezekana. Bwana, kila kitu kinawezekana. Ndugu yangu Bwana Mwinyi anatoka kuzungumza, anasema kwamba ni kupoteza muda. Hakuna kitu ambacho kinaweza kupatikana kutokana na mada ambayo mliweka mezani, ambayo mnatoka kuichambua sasa hivi kuhusu mzunguko. Umemuuliza swali kuhusu mkataba wa Doha na kuhusu mkataba wa Washington. Mizunguko ambayo Mheshimiwa Rais ameendelea kuifanya, je, nini matunda? Wewe mwenyewe umemuonesha kwamba mizunguko ya Rais kwa kweli inaendelea kutuletea sura ya matumaini. Lakini yeye Bwana Mwinyi anazungumza kwamba hakuna. Anakuuliza swali, wanani wenye kutupiga na wanani wenye kuleta vita nchini Kongo? Sawa, ni watu wa magharibi. Lakini kupitia magharibi wao, ni kweli wana elimu, na sisi watu wa Afrika tuna elimu ile ambayo tulipewa na Mungu ya kujua adui unaweza kumdhibiti kwa njia ipi. Umetoka kumwambia sime, ukitaka kulea mtoto umpe mchawi akulelee. Je, unafikiri hiyo misali tangu wakati ilizungumzwa ni wewe ndio umeianzisha? Ni misali ambayo ilitungwa zama na zama. Lakini mpaka leo inaendelea kufanya kazi. Je, ni uongo? Sio uongo, sio kweli. Sasa kitu ambacho nitaka nikionyeshe mimi, mengine tuyaache. Wanasema siku huwa hazisimami, siku huwa hazili bure. Siku huwa zinakwenda, na usiku hata kama utakuwa mrefu kiasi gani, lakini tujue tu kuko siku mwanga utaonekana na usiku utakucha. Na mchana hata ukawa na urefu wa kiasi gani, lakini ujue usiku tu utafika. Hayo ni mambo ya Mungu ambaye amekwisha kuyatengeneza. Sasa kuhusu masuala ya vita tuache, sisi tufatane na siku. Sasa nataka nimuulize Bwana Mwinyi, nafikiri umemuuliza na wewe, ni nini sasa wakongomani wafanye? Amekujibu, anakuambia kuwapiga. Sasa kuwapiga kweli sisi wakongomani, kutokana na traizo ambayo iko nchi yetu ya Kongo kuhusu jeshi letu la Kongo, kila mmoja ana hayo mawazo ya kusema kwamba tungiwapiga in faportuti. Tuwapige sasa wanani? Sisi kwa uwanja wa mapambano tuko tunaona kwamba tunapigana na M23 na Rwanda, lakini kumbe nyuma ya Rwanda nyinyi ni wabembe. Mna misali yenu inasema ya kwamba ukamuona mtoto wa kuku anajaa sifuria, basi ujue mama wa yule mtoto wa kuku yuko chini, kwa sababu kitoto cha kuku hakiwezi kikaenea sifuria, basi ujue mama ya yule kuku yuko chini. Sasa kuna mambo mengine ambayo tunaweza kuzungumza, unazungumza, tuzungumze kwa sababu ya kufarijiana. Tusizungumze juu ya kuvunjana moyo bwana Rajabu. Mimi nina umri wa kuwazidieni nyinyi wote, wewe na Bwana Mwinyi. Nina umri wa kuwazidi nyinyi wote, nimekusha kuona mengi tu
na nimesikia mengi, lakini siasa ukaijua haiwezi kukusumbua na haiwezi kukupiga chenga. Tuache tuone. Sisi tunapiganisha leo nini? Tunapiganisha amani ipatikane ndani ya nchi yetu. Wakati nakumbuka nyuma kidogo, Tshisekedi aliwahi kuzungumza akasema ya kwamba tutadebulone systeme. Hawa watu wa Kashi, hawa watu wa Bwana Kabila, tutadebulone system kutokana na wingi wao na mihela yao ambayo walikuwa nayo ama wanayo. Waliona kwamba istizai Tshisekedi anatania na sisi. Wakina Kagame wote wamemdharau Tshisekedi, walikuwa wamempa masiku za kuwa pale madarakani, na walikuwa wamemhesabilia masaa kwamba tunakupa cheo hichi, baada ya siku 2-3 inshallah tutakuondoa. Lakini angalia sasa leo kwenye Tshisekedi anawafikisha. Eske Kagame alikuwa anafikiria kwamba Tshisekedi anaweza kambananisha na ukuta wa nyumba? Au Kabila alikuwa na mawazo kwamba Tshisekedi anaweza leo akamfurusha akawa nje ya nchi ya Kongo? Je, limewezekana? Sasa kwa nini mnazungumza alafu mnakata tamaa? Mwanadamu sio wa kukata tamaa. Kila kitu kinawezekana. Na ndio pale nilikwambia mwanangu, na nilisikia siku moja unazungumza unasema kwamba wewe ni mheshimu umma. Na mimi ni mkwe, mama wa watoto wangu, ni mwanamke wa waheshimu umma, amenizalia vidume vingi sana tu, na ninashukuru. Kwa hiyo nitakuita baba mkwe au nikuite shemeji yangu, kwa sababu heshima ninakupa, kwa sababu umenizalia mtoto ambaye na mimi amenizalia wengine watoto. Acha nikupe hiyo heshima yako. Sasa nitaka nikwambie hivi, kwa nini tukate tamaa? Tusikate tamaa. Kila kitu kinawezekana. Kwa sasa hivi Bwana Kagame alikuwa anashikilia kuupini, sisi tulikuwa tunashikilia kuukali. Lakini sasa angalia sasa mizunguko ambayo mheshimiwa amefanya tu. Leo sasa Kagame kule kote kwa alikuwa anafika anasema neno. Je, unakumbuka ya kwamba Kagame ndio alikuwa anaanza kuzungumza masuala ya kuhusu Kongo kimataifa, yeye kama kiongozi wa Kongo? Na wakati Kongo iko na wenye nayo na iko na viongozi, lakini Kagame ndio kwanza kushikilia, yeye ndio aonekane kwamba yeye ndio kiongozi wa nini, aonekane kiongozi wa Kongo. Lakini ona sasa leo kwenye Tshisekedi amemfikisha. Sasa na mengine kikubwa ambacho tunapaswa kukiomba sisi, mimi ni Muislamu na wewe ni Mkristo, lakini imani yangu mimi na Mungu anatuambia inna Allaha maswabirina, hakika wenye kusubiri wako pamoja na nani? Mungu yuko pamoja na wale wenye kusubiri. Jambo mwana Baraka TV News. Mimi naitwa kwa jina la Safari Makumba Janvier na ika South Africa. Niko nafuatilia kipindi kyako kya saa kenda. Kinani gusa sana kutokana na hali ya nchi yetu ya Kongo. Tuko na wasomi wengi, lakini maendeleo ya nchi inakuwa hakuna. Ni huzuni sana. Security ya nchi iko kidogo, kama gesi mko mnaongea na maunga mkono kwa sana. Maana nchi iko banamwacha mtu anaingia ovyo. Inabidi tuoneshe kama tuko wasomi kupenda nchi. Nisiona mtu wa kwanza mwenye ajue kupenda nchi yake kama Kongole. Juu ya nini? Unaona Bwana Rajabu, naweza kukuonesha hali yenye iko hapa hii siku. Pako hali yenye litokea hapa ku gouvernement ya South Africa. Nataka tukonza nikuonyeshe kidogo. Kuko generali mmoja wa polisi wanamuita Mkwanasi.
alionyesha mguvernema kama pako grupe ya mafia yenye kunaweza ingiza madawa, banawapigia masimu, banaweza enda uwa watu. Akaiambia guvernema, hivi tuko tunaongea na we, bale watu biko na baita mparlema, kubaoji mparlema, biko naita bale ile grupe ya mafia, na ule mwalikuwa ministre wa polisi mwaka jana mwaka juzi, na hiba namuita mparlema aende ajieleze. Niko naona maajabu na miujiza kuona nchi yetu balisha M23 alikamata de province, lakini parlema yetu ilishindwa hata kuita ministre wa affaires intérieures na general mule parlema bamuoji banakamata tu zile province yae. Mulikosa nini? Niko na huzunika sana. Tuna kama ule ambassadeur wa South Africa mwenye alikufa France, ule na alikuwa mwele kundi ya mafia, na alikuwa hemo, na yeye bangemuita pale parlema banamuoji. Lakini kwetu histoire kama sasa hii yenye unaongea, aseme mtu yuko na kuuliza na yeye anataka kula kwa hela yako, vitu mwa vya ajabu. Baangalie gisi wanaweza kureduce hata ile mataksi, banaiweke na kwa fasi moya kusudi batu wako wepesi kuilipa ile mataksi, iingizie guvernema. Bwana Rajao, mimi nakufuataga sana na napendaga gisi wewe unakuaga unaongea juu unasemaga ukweli, auko ngambo ya president auko ngambo ya opposition. Mtu mwakiongea ukweli mtu mwakifanya ukweli unamsapoti, mtu mwakifanya matope unamtaya. Mimi niko nyuma yako kabisa. Ya mzee Rajab, asalamu alaykum. Vipi hali? Na kufata sana katika radio yako, katika YouTube na kufata vizuri. Mimi naishi Afrika du Sud lakini ni mzaliwa wa Burundi. Lakini mtoto wa Kongo. Ni mzaliwa wa Burundi, mtoto wa Kongo. Sisi wazetu walikaa pale Burundi miaka 10. Wazee wetu walifika mastini ndio walifika pale Burundi. Lakini hatukuwasikia sime waliingia katika government ya Burundi. Wazee wetu walifika pale Rwanda. Hatukusikia waliingia katika government ya Rwanda. Kwa nini sisi wakongomani tunaacha Wanyarwanda waingie katika government yetu? Hiyo kitu ifo tukitoshe katika kichwa. Wanyarwanda sio watu wa kwanza kuhukumu kabila nyingi, kabila kubwa. Wenyewe watu wadogo tena mliwapa hifadhi, leo wanakuwa wanatuhukumu sisi wakongomani. Hiyo kitu mkitoshe. Naomba pigania hiyo kitu kabisa, kitangazie. Sawa, sitaki kuongea mengi, ni hayo lakini nitaongeza ingine kwa siku nyingine inshallah. Tunashukuru Papa Rajabu, tunashukuru sana kwa kazi ambayo unafanya asubuhi ya leo tarehe 11. Tunashukuru kabisa, tumeifuata info. Mungu akubariki sana. Asante sana kwa haya yote unayoyazungumzia. Unatutia moyo kila mara kwa kusikiliza habari za nchi yetu. Nilipenda kusema tu ya kwamba ni kama vile ulizo. Ninapenda kuuliza, mbona niko nasikia Ruchuru wanapambana na hao maadui tena sana kabisa. Wanapambana nao kabisa, haba baachie heo. Nasikia Masisi
kule kwa Janvier Karahire, anapambana na hao maadui hawaachie hewa kabisa, tena kwa nguvu sana. Lakini kwa hizi siku nasikia kule ngambo ya Maplene, kule ngambo ya Katokota, kule ngambo ya Nyangezi, hatusikie tena muvema iko ya kupambana na hawa maadui. Eske bazalendo nabo banao balisha ingia museselefe? Kwa nini banyamanzia adui, s'il vous plaît? Kwa nini? Sie tunaona hata mna bazalendo banatuelewaka vingine, kuna saba natuelewaka vibaya. Bo wakati raia iko nasema, unajua mtu mwenye ulikuwa unaona anachukua responsabilite ndani ya nyumba, sasa ukimuona hana muda tena ya kuikala na watoto kusudi azungumuze nao, abatiemo morale ya uzazi, nyumba na kuwaka iko naona saba habana muzazi. Na ndivyo hivyo tulivyo sisi Wakongomani. Kwa kweli tumeweka mawazo yetu sana muwazalendo, tukijua kwamba hawa nao wagifeli, maana yake hatuna tena mtu wa kutusaidia mu nchi yetu ya Kongo. Kwa sababu gani? Kwa sababu jeshi letu la Kongo wenyewe wanaliongoza, wenyewe wanalipitia mbele, ni watu wenyewe walilogwa na Rais Kanambe mwenye alikuwaka rais. Sasa kama wazalendo tulikuwa tunawekea matumaini ya kwamba labda njoo wenyewe watapambana hii vita na kulishinda, sasa baanze kusinzia. Hatusikilike, maana yake hatusikia hata ya kutumba tena muvema yake iko. Hatusikii Jone Makanika, hatusimusikie tena hata kidogo. Ngoma Nzito hatumusikie tena kama iko wapi. Hatusikie tena mchemuko iko kule ngambo za Uvira za kuonyesha kama huku nako kuna watu. Hakuna, balisha kuwa kimya. S'il vous plaît. Pandugu zetu binakuwaje? Na njoo maana huko nakutana bengine benyi habana mareserve za kusema, bako banafika wakati ya kuanza kusema yawezekana ya kutumbali shakula rushu, yawezekana ba makanika walishakula rushu, yawezekana. Sababu gani? Kweli mtu mwenyewe ulikuwa unawekea kitumaini ya kwamba huyu hawezi shindwa, huyu ana nguvu, huyu kupitia yeye na siye tuna mtu mwenye anaweza sifanya kazi, lakini hakuna. Ndio vile Papa Rajabu antuka siye tuko tunaumia, tunaweza nyamaza, hatutasema juu yao, lakini tunaumia. Njobe yenye tuliwazia kwamba hakika hawawezi kuwa kimya. Kama FRDC iko maseselefe, ni jeshi la gouvernement, eske na bazalendo nabo baingie museselefe? Benzabo bako banapigana Ruchuru, unasikia banakaribia karibu na Kichanga, banaizingira Kichanga, banaizunguluka. Unasikia? Sasa wenzetu wanaposinzia itakuwaje? Side Kivu itagomolewaka na nani? Eba, kuna vingine tunaweza kukuwa tunakatala, lakini nabilisha kuwa papa. Sawa, tunashukuru. Papa, tumemfuatilia Papa Julien Paluku, tumesikia habari zake zenye anasema juu ya kuhimiza guvernema kusudi
wapange jeshi mzuri kusudi hii mambo isikuwe najirudilia. Anasema kweli, ni mzuri. Anasema kweli kabisa, ni mzuri. Lazima bapange jeshi, balipange mzuri. Bapange jeshi ya Kongo, bakamate bakomanda benyi bako bajene benyi habayatumikaka na Kanambe, njo benyi baongoze jeshi letu. Bakamate bapolisie bamupya benyi bako forme, ni jeshi lenyi liko forme, njo lenyi liingizwe mula polisi, njo benyi bafanye sekirite ya pays. Bila vile tungali na magumu. Hii Juliana asema kweli, ni kweli. Jeshi letu lilikuwa infiltre sana. Batoshe, banetwaye kwanza, batoshe bale ba grand officier, ba general, ba colonel, ba major, babatoshe mujeshi. Babatoshe kabisa, baikalishwe. Mtu akisha eneza miaka 60 inamubidi aende aikale, bamupatie, kama batamupangia mshahara yake ya kidogo ya ukulia kunyumba, aikale. Babatoshe bale bote benye balishaka logewa, bakamate bajene benye balisoma, benye bakona elimu, benye balishwa kuwa ba ofisier, mubapandishe. Na ni hapa ndipo tunafika tamati ya kipindi chetu cha mitazamo yetu na watazamaji wetu wa Baraka One TV ambao wamesikia mengi na wameyafuata mengi sana. Niwashukuru wote ambao mlikuwa mko nasi, nikitoa shukrani zati kwa yule ambaye anaitwa King Self from USA, Yejide Kizenga Tembele, Kizabia Yeba, Jedone Butoto Shandrake, Kashosi from Australia, Kiza Saluma, Shaka Ayamba, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa seti ya Menda, Feza Daletisha, Kiskandeke, Asimwe Baguma, Kitula Simo, wazee wa Kakuma from Kenya, Elisha Nairobi, Emmanuel Mwangombe, Hasani Ramadhani, Asukulu Ayeba, na nyote ambao mlikuwa mko nasi kwenye Baraka One TV. Asante kwa muda wenu. Kwaherini, chao chao.